mrefu, ningetaka kumshukuru Mungu sana kwa sababu ya kunipendelea tena katika mchana wa leo. Amenipokesha nafasi hii ya kipekee sana ili ya kwamba nisimame katika mimbari hii ambayo nimesimama kwa muda wa siku 14 kufikia leo kwa kulitangaza na kulinena neno lake. Hakika ni kwamba Mungu wetu ni mwaminifu, ametunenea na amesikiza sala zetu na dua zetu, na hakika ametufunikia mibaraka kwamba kuna wale wamejitokeza wamesema ya kwamba wangetaka kutembea katika barabara ya Yesu zaidi ya watu 20. Hivyo tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya wema huo. Na vile vile nina uhakika ya kwamba nanyi mkikaa katika mahali hapa mmeonelea ni vyema nanyi mche muwe mnatumika pamoja nazi, kukiwa kunanyesha, kukiwa kuna jua, tumetembea milima na maponde kwa matope, na zaidi ya yote imepakia kwamba Yesu ni Bwana. Kwa hivyo usije kadhani ya kwamba hii kazi mmefanya kwa kujitolea itakuwa ya kwamba sio kazi ya kipekee sana. Hii ni kazi ambayo inatumikiwa katika mbinguni, na hakika tutauona mkono wa Bwana. Kwa hivyo leo, siku zingine tumekuwa tukifundisha, lakini leo ninaomba Mungu anisaidie ili ya kwamba nihubiri. Lakini kabla nihubiri, ningekuita ndugu yangu njoo mbele tufanyie maombi. Mwenye alisimama hapa tukasema ya kwamba uko na shida, ukaonesha sijui ni kidonda ama ni nini, hiyo sasa sifahamu. Labda tutafanya maombi na Mungu atakuonekania na yeye atatenda ya kwake. Nafikiria wewe ni wa maeneo haya, wazee wanakuona na wanatufahamu vizuri. Mesema kwamba ni mguu kuna shida, si kama ni kama ulijungwa ama ni nini, na Mungu atakuonekania. Pole pole, wacha tuamini tuombe. Naitwaje jina lako? Baba wetu mtakatifu, kwa imani kama wana wako tunamleta mtumishi wako Thomas Makori mbele zako katika masaa haya. Wewe Mungu watu ndio unajua ya kwamba huyu ndugu wetu katika kizogo chake hakuna kidonda na ameugua. Tunaomba ya kwamba unyoshe mkono wako wa rehema, ukaguse kile kidonda, ukakikaushe kama vile ulifanya kwa Hezekia alipokuwa na kidonda mwilini mwake. Mungu wetu ukaguse na ukakaushe kama vile ulifanya katika vidonda vilivyokuwa katika mtumishi wako anayeitwa Ayubu. Tunaamini ya kwamba kwa imani utatenda zaidi ya vile tumeomba, ni kupitia kwa jina la Yesu aliye mwana wa mwombezi wetu. Amen. Mungu akusaidie. Kusaidia utanunua madawa ile sawa sana. Mungu akubariki. Tunataka kufanya maombi. Kabla niendelee, Karoni kwa wapi? Karani. Litro. I gave you that name Litro because you made me happy as I was just reciting at your home. Nilifurahishwa sana. Tena kuna kitendo kingine tulifanya hapa jana kwa ajili ya familia fulani, kwa sababu niliguswa na wao. Na kuna wale walijitolea, tukashikana mikono ili ya kwamba ile familia isaidike. Kwa sababu hiyo ndiye diko ni wa kanisa, ninamwachia huo uchunga sababu mimi ninaondoka. Kwa wale walijitolea, ninaomba ya kwamba Mungu wasaidie kufikia tarehe 22 huo mmekamilisha kupitia kwa huyo ndugu wetu, na ikiwa mmekamilisha kazi hiyo, na nilisema ya kwamba the remaining balance mimi ndio nitakuja kutimiza. Kwa hivyo tulisema ya kwamba ile familia tunaitafutia 10,000 waende kufanyia vile Mungu atawainua. Hivyo sasa wale walijitolea, mtamuona ndugu Karani ambaye ni shemasi wa kanisa, Kenya atafikia, atanipigia simu kulingana na vile mliahidi. Ikifikia hapo the remaining balance nilikuambia mimi nitakamilisha zile 10,000. Kwa hivyo tarehe 22 itakuwa hapo ikiwa mmetimiza hiyo. Sasa watafanya maombi na elders, waangalie hiyo familia, waielekeze vile itaenda. Mungu akubariki. Wacha tuombe kwa ajili ya maombi. Sio kama hizi vitu zikoje, lakini wacha tuombe. Tuamini, tunaomba ndio tuhubiri. Baba wetu mtakatifu, Mkombozi, tunakuinua kwa sababu wewe ni Mungu wetu.
Asante kwa neema, kwa sababu umemesha na umeonelea ni vyema tena katika masaa haya tupate nafasi ya kulinena, kulitangaza neno lako. Mimi mtumishi wako nimesimama mbele ya umati huu mkubwa, ninaomba unyenyekevu kutoka mbinguni. Mungu wetu, mimi nishushwe, lakini wewe ukainuliwe, ukatie kaa la moto kinywani mwangu, ukaniondolee kiburi na yale mambo yote yatasuia neno lako litamalaki katika mioyo ya wana wako. Sasa andamana pamoja nami mpaka tutakapomaliza. Jina lako lihimidiwe na kuinuliwa milele. Leo ningekuwa mleta mama kwa imani, na nikupitia kwa jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amina. Mungu awabariki. Wapendwa, kama vile tunaishi katika dunia hii, kila mmoja anahitaji mtu wa kumsaidia. Kwa hivyo katika somo la siku ya leo ningetaka uandike ya kwamba ni nani atakayenisaidia? Who can help me? Who is my destiny helper? Ni nani atakayenisaidia? Ni kwa nini tunasema maneno haya na tunasimulia? Katika sayari ya dunia unagundua ya kwamba yaenda ikawa kuna msasi yumo katika mkutano huu kwamba alisomesha wanawake vyema, wameenda katika vitengo vya juu, lakini bado hata akipiga simu hao wanawake hawachukui simu. Mama anapata akilia akiuliza, ni nani atakayenisaidia? Yaenda ikawa uko hapa katika mkutano huu kama ndugu Thomas amesema ya kwamba ni mgonjwa na ametoka kwa familia na amechangamana na watu, lakini hamna mtu wa kumsaidia. Anazidi kulia, ni nani atakayenisaidia? Yaenda ikawa huko katika mahali hapa umefuzu vizuri katika kisomo, huko na makaratasi, unafaa kuachiliwa kazi, lakini bado hujapata mbinu na njia ya kuachiliwa kazi. Unaendelea kulia, ni nani atakayenisaidia? Yaenda ikawa na hayo makaratasi yako umefuzu vizuri, kuna mchomba wako yuna cheo kubwa sana serikalini, lakini hataki kukusaidia, na unalia, ni nani atakayenisaidia? Yaenda ikawa umekosa karo, yaenda ikawa unaishi njaa, yaenda ikawa hauoni vile maisha yanakupeleka, wewe unalia, ni nani atakayenisaidia? Ndugu yangu mpendwa, nataka uandamane pamoja nami mpaka kitabu cha Luka 1 tukianza mstari wa 26 mpaka ule wa 33. Tunapowaza, ni nani atakayetusaidia katika shida zetu? Ni nani atakayetusaidia katika changamoto zote? Ni nani atakayetusaidia katika magonjwa yetu? Ni nani atakayetusaidia katika yale yote maovu tunapitia? Maandiko yanasemaje? Mwezi wa sita Malaika Gabrieli alitumwa na Mungu. Malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya. Jina lake Nazareti. Kwa mwanamwali bikira. Aliyekuwa ameposwa na mtu. Jina lake Yusufu. Kwa mbari ya Daudi. Na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake. Akasema salamu. Uliyepewa neema. Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika moyoni mwake kwa ajili ya maneno yake. Akawaza moyoni. Salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama utazaa mwana na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna
ambaye mbingu imetangaza, na huyu mwana amepokezwa kwa watu wote. Huyu mwana unampokea hauendi kule kwa gharama yoyote, wewe ni kumuitikia, na hakika Mungu ametangaza ufalme wote utakuwa mapegani mwake, na ndani ya huyu mwana kuna uzima wa milele. Ametoka katika kizazi na kijiji cha Waisraeli, katika boma la Daudi, hapo kwenye tumetoka, sababu sisi ni kizazi cha Ibrahimu. Kwa hivyo huyu mwana, yeye ukimpokea, yeye ndiye atakuwa msaidizi wako. Ndio sababu Mungu anavyotupenda akasema ya kwamba huyu mwana atatoa wa namna gani? Mathayo 1:23 kuna matangazo mbingu tena inapeana ya kwamba kuna mwana amezaliwa kutoka kwa mwanamwali, na hakika akisema ndani ya maisha yako hautaipika tena. Akikaa kwa familia yako hautaishi njaa tena. Akikaa katika boma lako magonjwa itakuwa tena. Maandiko yanasemaje? Tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamuita jina lake Immanueli, yaani Mungu pamoja nasi, yaani God with us. Kwa hivyo Mungu kwa upendo wake mkuu akaona tutahangaika katika mikono ya shetani, akaona tutasononeka, akaona tutaibika, lakini mbingu ikatangaza, kwa sababu ya mtu niliyemuumba, mtu ninayempenda, sasa ninatuma mwanangu, ili ya kwamba akizaliwa katikati mwao, wakijihusisha naye, itakuwa Mungu pamoja nasi. Na huyu mwana atakusaidia kwa njia gani? Fungu la 21 katika Mathayo 1, maandiko yanasemaje? Naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu. Pala aliitwa Immanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Sasa amepewa jina lingine ambaye jina lake ni Yesu. Kwa nini? Maana yeye ndiye atakayewaokoa watu pamoja na dhambi zao. Kwa hivyo ndugu mpendwa, atakaye kusaidia na kukuokoa pamoja na dhambi zako ni Mungu kupitia kwa mwanaye Yesu Kristo, sio kupitia kwa uganga, sio kwa mafuta ya upako, sio kwa vitambaa, sio kwa maji matakatifu, sio kupiga kwa magoti kwa mwanamume, lakini goti linakunjwa mbele ya mwana wa Mungu, na hakika atakusaidia. Wekelea hapo. Na hakika hili goti, huyu Mungu atampokesha mwanaye nguvu za ukombozi za namna gani? Kwa Filipi 2:9 na 10. Huyu mwana ambaye atakaye kusaidia, hata mchombo wake aweze kuchukua simu yako leo. Kumbuka kuna Kristo ambaye ni Bwana wa mabwana. Hata watoto wako wakikataa kukusaidia, amini uko na Yesu Kristo. Hata jirani yako akiona ya kwamba ufai, kumbuka wewe ni mwana wa Mungu. Hata ukiona ya kwamba kisomo chake hakitakusaidia, muamini Yesu Kristo. Atashuka siku moja, atatupatia uzima wa milele. Andika nasemaje? Kwa hiyo tena Mungu alimuidhinisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo majina yote, ili kwa jina la Yesu, nani? La Yesu, kila goti lipiwe, la vitu vya mbinguni, na vya duniani, na vya chini ya nchi, Kwa hivyo ndugu mpendwa, goti linakunjwa, goti linapigwa mbele ya vyote vilivyo mbinguni na vilivyo duniani na chini ya nchi kama chini. Linalokunjwa ni kwa Yesu Kristo peke yake. Usije ukapata kuna mwanaume mwingine anakwambia ya kwamba ukunje goti mbele yake ili ya kwamba ukaombe msamaha ukasamehewe. Huo ni uongo na zaidi ya uchawi. Goti linakunjwa kwa mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Ndiye amehitimishwa na akamuhitimisha mwanawe ili ya kwamba likunjwe, kwa sababu kwanza kabla ya mwanaye tulikuwa tunakunja goti kwa nani? Zaburi 95:6, ili ya kwamba tuone huyu mwana mwenye amepokeshwa nguvu na babaye, Mungu ameukalisha ndani yake, na mwana yeye amekuwa Mungu kwa sababu amehitimishwa na baba yake, na goti limesemekana litapiwa. Kwanza lilikuwa linakunja kwa nani? Zaburi 95:6. Biblia inasema hivi. Biblia inasemaje?
Njooni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele ya Baba yetu aliye mbinguni. Kwa hivyo naye kujua magoti sio kiongozi wa kanisa, sio nabii, sio mhubiri kama mimi. Anayekujua goti peke yake ni Mungu Baba aliye mbinguni, na ameitinisha kwa mkombozi ambaye ni Yesu Kristo, ambaye ni msaidizi wetu. Tunakunja goti mbele yake. Kwa hivyo leo hii mama uliye katika mkutano huu, baba uliye katika mkutano huu, kisema uliye katika mkutano huu, na mtoto uliye katika mahali hapa, hata watu wakikudharau leo, Yesu alikuja kuleta heshima penye hapakuwa na heshima. Alikuja kuleta heshima penye palikuwa na madharau. Alikuja kuchanga jina penye jina limeharibika. Alikuja kuleta amani penye amani imeharibika. Alikuja kuleta upendo penye upendo umeharibika. Ukimpata huyu Yesu leo, hakika upendo wako utaonekana. Ukimpata huyu Yesu leo, hakika imani yake itaonekana. Ukimpata huyu Yesu leo, hakika furaha yake itatambulika hata kwa kijiji hiki, sababu yeye ni mwema. Ukiona ya kwamba yaenda ikawa uko hapa na mwanamume ameangusha ndoa, mipango ya kando, mambo ya ulevi, anumia hata chakula, wewe ni kelele unapiga na kulia. Kumbuka huyu mwanaume Yesu Kristo alipokuwa humu duniani alilisha watu 5,000 pasipokuwa kuhesabu wanaume na watoto, yaani wanawake na watoto. Kwa hivyo ni zaidi ya watu 20, akitumia mikate 5 na samaki 2. Ikiwa alifanya jambo hilo, atatembea katika nyumba lako, hatashindwa kulisha familia yako ya watu 5. Wewe muamini tu na utaona ushindi wake. Huyu Yesu alipokuwa hapa duniani aliwapenda hata wenye dhambi makahaba. Ukisoma katika Yohana 8, kuna mama pale anaitwa Meli wa Makidara. Huyu Meli wa Makidara alikuwa ni kahaba mwenye alikuwa anauza mwili wake, kama vile unaona vituko inatendeka katika mahali hapa. Lakini huyu Yesu na upendo wake mkuu akampenda kahaba. Alipompenda kahaba, akamtamkia mambo mema, akatenda familia yake ikafaulu, na hakika akakuja kumuosha miguu Yesu Kristo, mwanamke mwenye kukuwa nafaa. Ili usije kujidharau, wewe amini tu na hizo dhambi zako, na vile umetunga mbali na Mungu. Ukishongea mbele leo na upokee ubatizo, umpokee Yesu Kristo, atazioza dhambi zako, na hakika utakuwa mkamilifu ndani yake. Ikiwa huyu Yesu aliwapenda makahaba, mwanaume wako mwenye amevunja ndoa, wewe muombe Mungu. Yesu atasimama katika mlango wako. Ukiona anaogelea katika bahari ya pombe, kama vile tulikuwa tunaogelea tulipokutana na Yesu Kristo, sasa tunaogelea katika bahari ya damu yake. Na katika bahari ya damu ya Yesu kuna uzima wa milele. Katika bahari ya damu ya Yesu kuna ukombozi wa milele. Katika bahari ya kuogelea katika bahari ya damu ya Yesu kuna fanaka na matumaini ya kila aina. Pale ndio kisomo kinachotakiwa kinapatikana. Pale ndio maisha yanayotakiwa yanapatikana. Wewe muamini huyu Yesu, umshikilie bila kumwachilia, na hakika atakuinua na atatangaza atakuwa ni mwanangu mpendwa. Huyu Yesu katika Isaya anamsemaje? Isaya 9 mstari wa 6. Isaya 9 mstari wa 6. Kuna vile Mungu anamtangaza huyu Yesu Kristo tunayemuinua katika siku ya leo. Maandiko yanasemaje? Isaya 9 mstari wa 6. Biblia inasema maana kwa ajili yetu. Kwa hivyo kwa kile kiwango kidogo, kwa kile kikundi kimejitenga kando, hata kwa ajili ya kikundi hicho mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Kwa hivyo ukitaka kuwa mfalme, wewe chukua mapega ya Yesu. Kaeni katika mapega ya Yesu. Wewe mkubali Yesu Kristo, mtangulishe mbele. Ukienda darasani, tembea na Yesu. Ukienda kulala, tembea na Yesu. Ukitembea barabarani, tembea na Yesu. Ukiingia kwa benki, ingia na Yesu. Mahali popote ungiapo, ingia na huyu mfalme Yesu Kristo, sababu ndiye mfalme wa wafalme, yaani muuguzi wa wauguzi. Kwa sababu Yesu Kristo kimpata leo, penye Yesu yuko dhambi inakufa. Penye Yesu yuko uchawi unadidimia. Penye Yesu yuko
juu ya uzinzi inaisha. Penye Yesu yuko, juu ya ulevi inakufa. Yaani huyu Yesu mpendwa, ukimpata leo, you will never regret in your life. Utasema hakika Yesu ni Bwana, shetani ni pumbafu, sababu yeye ni mshindi kila siku. Tazama alipofanya vita mbinguni. Ukisoma katika Ufunuo 12 ukianzia mstari wa 7, unagundua kulikuwa vita mbinguni baina ya Mikaeli na Lucifer. Walipopigana, aliyekuwa mshindi ni Yesu Kristo. Huyu Lucifer akatupa hapa duniani. Alipotupa anafanya nini pastor katika fungu lake la 10 na ngapi? 12 hapa. 12. Aliposhinda vita. Kwa hiyo shangilieni. Enyi mbingu. Nanyi mkahao humo. Ole wa nchi na bahari. Kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu. Mwenye ghadhabu nyingi. Akichua ya kuwa ana wakati mchache tu. Kwa hivyo huyu mwenye ambaye ni ibilisi, mambo ya ukaaji wako litoka mbinguni na akatupa hapa duniani. Ndiye anatuhangaisha, ndiye analeta chuki, ndiye analeta ulevi, ndiye analeta mauaji, ndiye analeta mambo mabaya unayoona. Lakini kinachomfurahisha, tumepewa mbinu ya kumshinda. Mbinu ya kumshinda sio kukemea ya kwamba eti kanyaga shetani. Hautaweza kumkanyaga, una nguvu na ufahamu wa mbinguni kukuliko. Yenye nguvu tumepewa, sio kwamba nunua mafuta ya 1000 ya upako, sio hiyo. Ama nunua maji ya upako, sio hiyo. Ama enda kwa nabii, sio hiyo. Nguvu ya kumshinda shetani iko hapo katika Ufunuo 12 mstari wa 11. Tutamshindaje? 12:11 Ufunuo. Biblia inasemaje? Biblia inasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hivyo ndugu wapendwa, kinachomshinda shetani anachokiogopa sio kwamba unatoa saka na sadaka, sio kwamba unakuja kanisani Sabato, sio kwamba unatenda mema kusaidia watu wengine kama vile tunafanya hapa. Kila anakubali ya kwamba hii damu ya mwana kondoo ikae ndani yako, ikuelekeze katika kushika amri. Ukiona wamekataa amri, hata amri ya pumziko la Sabato wamekataa, hawachukutana na huu mwamba. Huu mwamba ukikutana naye, akikugonga mara moja tu, utakimbia kama vile tulikimbia Uislamu na Ukatoliki. Tukasema hatutaabudu mbao tena, hatutasujudu kwa mwanaume tena katika kutubu, hatutaabudu katika Muhammad tukimwabudu kama mwanadamu. Lakini tukakumbuka ya kwamba tuna jina moja ambalo limepeanwa na lililodharauliwa, Matendo 4 fungu la 11 na 12. Na kupitia kwa jina hilo hamuna jina lingine. Hiyo ni la baba yako mwenye unayempenda, ama mwanawe, ama mtoto wako, ama mume wako, ama yeyote yule. Tumepewa jina moja tu. Andika na maji. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yoyote. Kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Kwa hivyo jina tumepewa ni moja tu, jina la Yesu Kristo. Ndiyo mbingu inatambua, ndiyo inatambulika duniani na hata chini ya ardhi. Ndiyo jina linalotambulika, ndiyo watu wanasujudia, na kupitia kwa jina hilo ndiyo tumepokea ukombozi. Kwa wale wote walikutana na Yesu, walipokuwa ni vipofu walirudi nyumbani wakiona, walipokuwa viwete kwa jina hilo walitembea, kwa jina la Yesu mapupu waliongea, kwa jina la Yesu viziwi wakasikia, kwa jina la Yesu makahaba wakaokolewa, kwa jina la Yesu walio na ukoma wakaoshwa. Kwa hivyo huyu Yesu alipokuwa jana ni yeye yule leo na hata milele. Ukimkubali leo, maisha yako yatabadilika. Huyo ndio Yesu. Huyu Yesu alipokuwa hapa duniani aliwapenda mpaka mauti. Kitabu ni Yohana 11 ukianza 38. Huyu Yesu alipokuwa hapa duniani aliwapenda mpaka maiti.
Yaenda ikawa ukagundua, tukisoma katika kisa hicho, kuna binamu yake alikuwa anaitwa Lazaro. Alipokufa na karara mafumbini, amemaliza siku 4, ameanza kutoa ufundo. Sasa watu wameomboleza, watu wamelia, lakini mfalme wa mafalme alipoingia katika familia ya kina Lazaro, walipomuona madada zake wakiomboleza, ndugu wetu mkombozi ungekuwa hapa, ndugu wetu angekuwa hai. Yesu akawaambia, mimi ndiye ufufuo. Baada ya kuamini, wakasema ya kwamba tunajua itakuja kwa wakati wa mwisho. Yesu ukikutana na yeye leo, akupei kesho, ni hapo hapo mmekutana. Alipokutana na hawa, sasa walipokuomba Yesu akaona wamesononeka, wakasemaje? Sasa fungu la 38 kuteremka. Basi Yesu alilia akiugua tena nafsini mwake. Akafika kwenye kaburi la Lazaro. Nalo lilikuwa ni pango. Na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, Liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki, yani dada ya Lazaro, akamwambia, Bwana, ananuka sasa. Maana amekuwa maiti siku 4. Kabla endelee pastor, wacha nielezee hicho kisa kidogo. Sasa hapa kile tunachofahamu, ikiwa biashara yako imeanguka na ulichukua mkopo kutoka kwa benki, wewe unajua ya kwamba haitafufuka. Itakuwa ya kwamba ukikubali Yesu asimame katika mlango wa biashara zako, zitainuka tena. Yaenda ikawa ukiona mtoto wako mwenye umeguza vizuri amekuwa mtu mzima, lakini amekuwa mwana mpotefu, yeye kazi yake ni kukunywa pombe, hataki kukuwa na familia, ni kupiga hata mke wake, anataka kuuza hata ploti, anatenda maovu, yeye ni mwizi, yeye ni muuaji. Ukiona ya kwamba ameanguka, ukimwamini huyu Yesu leo, atasimama kwa huo ufundo na atatamuka chambo na maisha yatabadilika. Uyaenda ikawa ya kwamba umefikia mwisho, hauna tumaini. Kumbuka, at the moment you lose hope, the next step is where you find your victory. Sasa walipoona ya kwamba wengine wakakimbia, mimi sitaki kukaribia, mimi niko na alaji, sitaki kusikia ufundo, sitaki kufuta ufundo, harufu mbaya maiti. Hata mandugu wakakimbia. Yaenda ikawa ndugu wamekukimbia, wazazi wamekukimbia, umepatia upeke na Yesu Kristo. Lazaro akamkimbia mandugu na wazazi, watu wa karibu naye, lakini akabaki na mkombozi. Alipobaki na mkombozi, kukakuaje? Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu. Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu. Akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya mkutano huu wanamshi wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba wewe ndiye ulinituma. Ili wasadiki kwamba mimi wewe ndiye uliyenituma. Naye akiisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi. Ndugu wapenda, nimeita huyo mzee hapa mbele, tukiendelea na breakfast kule kwa nyumba. Pastor wenu wa district, Pastor Badiwa Indi, yeye wamechoana na huyu mzee. Wakati huyu mzee ametoka amekaa juu ya kaburi. I wish ningekuwa na wakati nikuonesha picha yenye ilichukuliwa akiwa wakati amegongeshwa. Ukienda pale Uhuru Highway, ile express road, ile pila kubwa, gari ikajigongesha, na huyu dereva alikuwa anataka kugeuza igonga upande wa mzee huyu, lakini huyu alikuwa ni mhubiri, anaenda kwa mahubiri, ikajipinda, dereva akafa papo
kwa vile alikuja kupona, mpaka alikuwa amemuandaa Derek Pastor Indi ili ya kwamba akuje kuhubiri katika mashishi yake, akaama kuchapa kisee. Lakini Yesu akasimama katika mlango wake akitoka akakuja kuhubiri Nyamusi. Leo yako hapa na hubiri. Rudi na ukae. Kwa hivyo Yesu ndiye tunayemwabudu leo. Ndiye tunayemuita leo. Yesu, our God of possibilities. Unaona ya kwamba itawezekana, lakini kwa Yesu mpendo inawezekana. Hiyo shida uliyo nayo leo haitaendelea milele. Ukiona ya kwamba umeona ya kwamba wewe kila kitu imeanguka, Yesu atasimama katika mlango wako wa ufundo, katika mlango wako wa kaburi, na akapaza sauti akiliita jina lako, na hakika utafufuka, hakika utainuka, hakika utapata mambo mapya. Alipotaja hii sauti, wanabiolojia wanasema alipoita lile jina, alifuta ule ufundo wa Lazaro wenye watu walikuwa wanakimbia. Sasa alipokuwa amesimama, wenye walimkimbia wakarudi wakimkumbatia. Itakuwa furaha ya namna gani wewe mwenye umetelekezwa, watu wanakuchua vibaya kwa kijiji, watu wanakuona vibaya. Yaani wakati utatoka majini, mbingu inatangaza hakika huyu mwanangu mpendwa, na kila mmoja atakukumbatia kwa furaha, na mbingu ikidhinisha kuanzia leo hii huyu ni mwanangu na mbingu imemkubali. Waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wake wa 11 na 12. Andike nasema. Ile inasema na huu ndio ushuhuda. Sasa sikiza. Ushuhuda tunaachia katika kijiji cha Nyamusi. Ushuhuda, na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele. Ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele. Na uzima huu humo katika mwanae. Na uzima huu humo katika mwanae. Uzima huu haumo katika Maria mamae. Unipata vizuri? Mambo ya kusema Maria tuokoe, hiyo sio maandiko, hizo ni itikadi. Lakini uzima unapatikana kwa mwana. Kama sasa unaona hapa nakunywa maji. Kitu cha muhimu ni maji. Kikombe ni chombo, kitaharibika tubadilishe kesho. Kwa hivyo Mama Maria hakukuwa yeye wa pekee. Maandiko yanasema vizuri, kulikuwa na wanawake wengi wamemzaa Yesu, lakini haingewezekana azaliwe na mwanamke zaidi ya mmoja. Ndio Mungu anasema akamuonea neema, ili ya kwamba kumbeba Yesu akamaliza na kumzaa. Alichokizaa ndicho kinachokomboa, sio kwamba aliyezaa ndiye anayekomboa. Ndio tumeambiwa kwamba na uzima huu unapatikana ndani ya mwana ambaye Yesu Kristo, sio kwa baba yake, sio kwa nabii. Eti kuna nabii ambaye atakaye kuokoa uongo. Hata huyo nabii anamtegemea Yesu. Wokovu is only one channel ambaye ni ya Yesu Kristo, ndio uzima umepandwa ndani yake. Nenda kusoma pastor. Yeye aliye naye mwana. Yeye aliye naye mwana anao uzima. Anao uzima wa namna gani? Asiye na mwana wa Mungu. Asiye na mwana wa Mungu ana huo uzima. Ana huo uzima. Kwa hivyo ndugu wapendwa, kila unachokihitaji, hata dunia yote ikikukataa, hata watoto wako hawakutaki, hata ukinyang'anywa kitu, lakini usinyang'anye Yesu Kristo. Wewe kubali kumshikilia Yesu Kristo. Ulipoteza vyote, lakini usimpoteze Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu kuna uzima wa milele ndani yake. Huyu Yesu kuna ukombozi, kuna kila kitu ndani yake. Ukitaka vyote, njia ni kumpata Kristo. Ukitaka kisomo kizuri, kuwa na Kristo. Ukitaka mali, kuwa na Kristo. Ukitaka na uzima, kuwa na Kristo, tena uzima wa milele. Lakini ajabu, huyu Kristo alipokuwa hapa duniani, yeye mwenyewe alitembea katika vitengo fulani. Kitengo cha kwanza, akaenda Yordani akabatizwa. Alipobatizwa ikasemekanaje? Mathayo 3:16 na 17. Alipoenda Yordani akabatizwa. Ni kwa nini akabatizwa? Na alipopita katika hiyo njia, na sisi tukipita pale tutaona mkono wa Bwana. Inasema Yesu alipokwisha kubatizwa. Na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Na tazama, mbingu zikamfunukia. Akamwona Roho wa Mungu
akishuka kama hua, akija juu yake. Natazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Kwa hivyo ndugu wapendwa, njia tu ya mbingu kuitinisha wewe ni mwana wa Mungu kupitia kwa ubatizo wa maji. Njia tu mbingu kusema wewe ni mwanangu mpendwa ni kupitia kwa ubatizo. Kwa wale wamechukua njia hiyo, Mungu ataidhinisha leo ya kwamba nyinyi ni wanawe wapendwa, mtakuwa wa manufaa katika kijiji Namusi, katika nchi ya Kenya na katika nchi za mahali. Elders njoo mbele yote. Elders njoo mbele, pastors njoo mbele, na wale wote wa ubatizo pangeni hapa. Ake lingisia, please. Leo bidi abesi wale wa ubatizo. Tupange hapa line. Elders mkipanga nyuma yao, wakipanga mbele. Wale wote wa ubatizo. Wote wa ubatizo tupange mpigo hapa. Njoo kwa haraka. Na hata ingawa hapo kwa umeandaliwa, lakini umesikia ujumbe huu, unamhitaji Yesu Kristo. Ukijiacha ukiona ya kwamba ufai, wewe njoo mbele na upange line hapa. Huyu Yesu ataonekania na atakupatia maisha mapya. Njoo bila uoga, sababu umekuja kwa Kristo ambaye tumegundua ndiye pekee njia ya kukusaidia. Yeye ndiye atakayekusaidia wakati umesononeka, wakati unaona ya kwamba ufai. Huyu ndiye atakayekusaidia. Ubatizo mpange line moja hapa. Njoo tupange mpaka huku. Tusongeane line moja tu, mwingine asikae nyuma ya mwingine. Wewe unakuwa nyuma, pasta sandete zinataka nyuma yenu. Tupange line hapa. Tupange line. Njooni. Hata ingawa una nguo ya kwenda kubadilisha, tuko na njia utapata nguo. Njoo upange line hapa. Ni kwamba Mungu akaonekanie. Karibuni. Mungu awabariki sana. Njoni mbele, pangeni line hapa. Soma mbele. Tuwe katika line moja. Ikiwa uko mahali hapa na hakika umeguzwa na hili neno, kama vile wengine wameguzwa na wamesema hakika wanahitaji kumpokea Kristo, ili kwamba maisha yao ya zamani iwe kwamba ni kumbukumbu, sababu Yesu ataenda kuwaokoa. Ikiwa kunayo mwingine, utakuja mbele. Asante sana. Mungu awabariki. Radio Linani. Si kama tungekuwa wimbo kwa Kiswahili ingekuwa vizuri sana. Sijui atakapokuja mchana au usiku. Wangapi wanajua wimbo kwa Kiswahili? Wenye wanajua kwa Kiswahili, usimame hapa mbele. Mko na hizo nyimbo za Kiswahili? Eka kusikone kama kama yateko kufu 41. Ego wata na mpasa. Sijui hapo. Quien de ingrid cámara de trigo bueno. Viene aquí. Voy a parar con. Mokomatika kusi. Kwa hivyo buna mwa. Mochongo mo kote ne iboro. Kwa kwa tero po. Elinde morandio linasaga. Ababe batiso to banchere baire chira. Elinde tuanda marabande kwa batiso. Namba ile ngakoleke kusi. 242. 241. Basi moka lende bali mama takotara matara tini muye gento matini ibo. Moka tobe kwa tero. Ore gere jaba ngina bana ba ko totene tutata ke totene baro sai moka ino ko tera ka ko na ko na ta wote quando ben siamo ko tano mo mo ko jo ko na ti ko gendera mo ko mai na Chaco Matera. Chaco Matera. Tumanyeti elekabucha Mambiana mubasogati
Amina sana. Urani olina usabe abana sai beru asinje batiso no mukutano mugima poporo burandia inda tayari lyo murandia bayirikira bakwana bakutiso. Tusabe umojeno tata Nyasaye ayoro muya nando yotuanjete uyu utagatifu muntu wari wese hasire onsi waikiro utore kugwakana na kare uyu gwatigite ubonane bwaho ugaje sense ukamusufnetiani nonye tanye kwangirana ngana bwetwe onane kwa mubwete barasonza abana bawo baje asubuzi bwawo kwanda bari rote asinge yogutugutu umuntu mukuru wachake gutara asubuzi muboja onane babwato kuboko taramona barabo Rusia marwira onsime yabo erinde ekero kwa balentirasi eri ichori yao wego kiasinge cyo gutangasiri tari yao wikakare na kare wane kanise yega ya Nyamusumaini aboigo ne ibabwatrenete asuko byo murobyo erinda abana bawo baiterwa sogotoreka kwabo basese nikiro yomo manene barure kinagara cyabo abarure kinibo cyabo ekyagara ogotori enkoro negokore expensive kubwa kende yose manene bazone barakanira sika cyabo ende baba sikuri meru kende yose ekrabaganda bakore mereme watarire wekekera to gukoro moyogoyo erinde abana bawo bonse unyari ko bagata asuko bwapwa wante kwa utika gokoreke wetera samabira Kristo oyero motore ito amen tukaranse sangre kana tukaranse Hesabu 23 mstari ni 23. Andiko inasemaje kwa hiyo lugha ya Kiswahili labda? Tutuya goteba. Oborogi tibo gokora gento kende asa abantu bayako. Oborogi egente getangani. Oborogi tibo gokora gento kende asa abantu bayako. Intubina tole igatwensi igotule egesakia Yakobo. Nekere tole egesakia. Ikara tole egesakia Yakobo. Aka gatia. Gatia tia. Karanchu. Arate keredi ngani. Yarango kora tole gesa kurende ke pamoja. Ya. Nchubona bwango tata. Bono somo mulisia. Pointi entangani. Oboro gitibo gokora gento kende nini gento asa abantu bayako. Ige pointi entangani ekere marika goteba ngoboro gimbo gokora gento kende asa abantu bayako igoboro gimboro gosemboi. Moro. Bone kera boro nabo boro lakini bole toothless. Ase bali barabaye. Mbubu atinguru. Ige pointi entangani tumanya ngamboro lakini mboli gokora gento kende ase bali begeneri Yesu. Pointi ya kabiri. Gose oboriori asa Abaisiraeli. Gose oboriori asa Abaisiraeli. Igo tolegesa kukia Yakobo nande tukaba Abaisiraeli. Ige kera goteba ngoboriori, oboriori mokorete ki? Boro.
bono enchera yende na begotoka ng'eng'ana buneje bono abantu bateberi bagatogotegemea Kristo totegemea oborio bono boriori mboyo orakora emeremo ase abantu babaisira noborogi igo bono kende gensinga korwa kere ng'ana ase chinguru chioborogi gekwaneire amang'ana ara amabe gekwaneire obosaria naki Yesu agokora ase gitabu giokorera kwa machiko 23 gefungo kia 5 erinde gekore twigure ng'ekene mboro naende oboriori mboro so ntugwira no tenecha yo mura moyo kakende tutamanyeti na kyo togete ita igora asa abantu bagwetera gwira no marigone jateba 23 irenga gefungo kia 5 yogoteba iga nonya na boigo omonene nyasaye oino taigwereti Balamu tamoigwerete Balamu korende kaonchora okorageria gukoria okabogo sesenigwa asemure omonene nyasaye oino ekiagera omonene nyasaye oino igabanchete ino igo bono morisia the promise is regardless of anything, regardless of any plan, regardless of any arrangements. Bono the God we believe in, the God of Israel, the God of Jacob, the God who is our God. God did not hearken to Paharam, but he turned that curse unto a blessing because he loves you. So because God loves us, he turns all the curses unto blessings. He turns all the bad arrangements into our blessings. So whatever we are seeing here, this is purely a blessing. Because whatever that was planned, it is not going to prevail. It has failed and it has been destroyed. That's what we believe. There is nothing gento kene nkeyo no gosese ni kugoka bantu bagendere gente kemna toko ge destro toko chiko kebeka toko ge tindeka biasare byakorereki byari nyasaye tigabaseseni gwetera seritaria Yesu morandi olina bastamente morandi olina okore kwerene okoro gusaba dingana ndira igadia yango ki digotanga against those who walk with the Lord igo ine que tú haces ama reso na ni gote manga oikana intu totale nangu nanyasa igo murisho maete awa aje bwa mate bwa una nyasa abana na bande bons bwa mate bwangu bwa una nyasa na ndo maete gente ke kiaba number 1 ekero emire megendreta troche bintu bya turwakirwa ande muchomorore bingi omuchingo chakore gutagura obuchikoni obo bogotoita erio so inside tani utaita gotogoso gwetara sibinte ebyo but murisia nene ntu akwanete naye diriaga ncherari titokunya gukwana ringane rigatyoba ntwe tumanyete nga otore na Yesu onyambari bambintu bari mari onyo na bo morogio karo takondo ekero obugima bwane na nyasaye bore oregentekemo igo boikatore ndo obugima bweito na nyasaye erinde erio gotogotaranera bono kende nkeyo kegokorekana kiratogose itwe una bana bae bo mama karibu naya asogota kenege ntokeregeke otobwato morogio yoromonene uvyore nyasaye nainde oma kiagran tomanyeti nomoro nigo gia monta tokotokosa igo kiata abani tokoseke gakwe gari kigacha kigakwera ntokumanya lakini ntu totaete kuke gotebanga amang'ana aya twanyabikira asa maoka nyasaye and kende ngiyo nainde tobwate getani mbia mono kiaroma tabandi ngutiga baenge mbanje ya ngonyo monta nyore kabire atake ko minyoka gochianda lakini numbia mwacha saba sumba bo monene na ndiye na remere mutogokora bono mo morandi olina just come and do a prayer then again take toko kali kwerene this post the charia oende kokora wakati Yesu alipotuma wanafunzi wake aliwaambia kwamba nimewapatia nguvu ya kukanyaga nge na nzige chinguru kireme yeito mumina
igochire chinene kugwirwa na umuntu kunya gutumia ibintu yari gochoira mabyarare bene binte bitabwati maguru ibintu busa ono ntwe twegenere nga Nyasaye no aramo na itwe na ende chingurikiri atoire chikore mirimo eyo ase irenteke kinyare ko bagekoera na kirengere binde byonse akabwate bimuiranire kiagera bantu bechinda mwamu bantu babwate libetwa bali kogenera sigo rema na ende manyanga kene kegokera babere Yes. Nyasaye no aramo na tusabe mwakentata Nyasaye ekine chinsa chinchenu cha sabato na tobwana tabaswase relax tuigere ngana lyao gotu achirega igasenka yumungi na mama nabo umugaka kera babo kabona man banyoriye yete sana no manyite kajya chita nani no manyite erengo yo yegenteke ntumanyiti otumanyite gyatuomwa sekinde gyata gyakwera lakini ni muntu karantira soko goseri ubugimo bw'abana babao inari gusaba tugasikoma omorembe atige bintebi aiche kanisa atoleke nabono gotwasabira kuna basomba bao kende yons keroro roikebe asumucho okebuna bune pi elinde tate na sawo tena namo na bana bao bana baye bali isiko abaleka bagitire na obuya bwao elinde lingana lyao ligendere gokoreka ekiagera twa rorire binte binge bigo tokorekanira ekere tokurandia abana bagotumwa bacha baturute bitende twake kurwasa kinda go igoro twakense tokwe waturwanirira abande baturira sikinyomba cyabo twarusibireja biribi bekiri asikinyomba manene gotwaterenira elindo korwanja kwa sikinureke iga na ogitira bana ba wanja kwa gokoreke asama maito otoe chinguru otobore mu otoe ingana lyao lyagachime asichinkoro cheito seni muchoyo atukurbaro na bonsi elinde tatu babwa tokobokotara mona barabwo wetera subyo bwana Kristo oyoro motori ito Amen. Thank you so Ono. Nisema kero tu make out tu. Tata Nyasaye naenda asukwigena omunyamoyo otokira asegeite kyomurisia kurubo tukomoka bwana kisa kyamambia totamaeti na kyo chone nchiro ikire naenda munyamotamanyakane tuya asukwigena igo twayobekire ma tomanyete nga Nyasaye mirobiri endekero kende yarenge mebe no yasame no muriro na kojekora gwetera asukwigena kwa Yesu bono tigeka twagitinde kirega gitinde kwa mirobiri ya mebe elindo gosemeria no gutoleka amo no bokonyeka no gusesini gutigara se nyomba y'umurisia na kugusaba gwaito siri Yesu sabe na kwegena amen elindo tomako bike bina ukorugo nigeta bana wakani ya tyo kirikaro de kwa mugasana jagaro Satigera. Ya, iranya makurate. Kama kwa beko. Makako ndamo kwa jani. Ako swa sama kwa juu. Anywere. Kana Nairobi nkonda kwali Yani I don't know. Onjo mate likuacha. Wana naondoka ngaki. Mulisi nje twakora nekenga. Tegage. Yani ebikone bori ebikone. Ndi present na inche bijaro goro. Omaite naru aneti. There was a problem. Nairobi hapo. Nene no. Ndio mnyamavira mange. Ya mono na inde kwa nyape kwa tokonya. Amange naro gotweteria antu tutamanyiti na tutaruchi. Nekeiga twakeretera sama kao. Saitan naga netiko sana gusari mirimo yao emiya yanko kendra sitituko. Twasabire ngobwo baburu asenkeye
obwoba borwase umorisia obwoba borwase abana baye noe nintu abarandia ting'aneri gandi nyara go distract emirimo yao eye yabangrasiri tukoria rero oyo minto chose anero twamunyiro mong'inore nyagitari era mokoni twasabire ng'obe na into asiri tukorigima naende twamanyire ng'a gwatobwereire na gwatoiraneirie ogosaba gwaito twasabire gweta Kristo motorito. Amina. Amina. Togenda ng'achwa Tamba kiani? Eke. Eka ya Ndusi. Ndusi, my sister now. Ndusi. My sister. Yes. No, do something. I thought no calling English. Naga no calling English. So sai ko batise to class bakis. Tena batise to kare? Ako waka muraka nenga omu. Na ibuli ndo sikebo cyali ndo cenge kare kaberanga. Sikebo cyado tene samwe. One